kutazama mbinguni. Ulimwengu haukuzaliwa kutokana na machafuko ya kubahatisha, bali uliundwa kwa usahihi usio na ukomo. Uumbaji wa ajabu unaozidi uwezo wa bahati nasibu. Kazi bora inayohitaji msanii mkuu. Hapo mwanzo alinena na vikawa. Gundua ukweli wa asili yetu. Bwana ni mwema. Nachukua nafasi hii kuweza kumshukuru Mungu na kumtukuza kwa ajili yenu na kwa ajili yangu pia. Narudisha sifa na utukufu kwake kwa sababu ameendelea kutufunulia na kutuvuvia kweli yake ambayo kwa hakika inatufanya kuwa huru katika fikra na miili yetu pia. Mungu awabariki unapokuwa mnaendelea kufuatilia masomo haya, lakini juu ya yote Mungu aendelee kuwavuvia zaidi ya kile ambacho amenivuvia mimi pia. Na ndio maana tulijifunza katika somo la mwanzo kabisa ya kwamba yatupasa kuwa kama Waberoya. Katika kile ambacho tunajifunza hapa, ya kupasa uendelee kuchimba zaidi na zaidi na kumruhusu Roho Mtakatifu aendelee kukufunulia zaidi ya kile ambacho tunafunuliwa katika masomo haya. Katika masomo yaliyopita tumeweza kutazama watu kabla ya gharika walipata kuaje, na tumepata kuona wazi ya kwamba watu kabla ya gharika walikuwako na walikuwa na mionekano ya tofauti. Na hili linatupeleka katika kisa kile ambacho kimekuwa kikihubiriwa kwa muda mrefu sana na watu wengi na wachungaji, lakini pia watu wasiokuwa wachungaji, ambao wote hawa wamekuwa wakizungumzia hili swala kwa muda mrefu na kwa miaka mingi, na limekuwa likileta mkanganyiko na kumchafua Mungu. Yaani watu weusi, yani swala lile linalosema kwamba watu weusi wamelaaniwa. Hivyo katika somo hili tutakwenda kuchambua na kutazama hasa nini kilitokea na kwa wakati gani kilitokea, ili kuweza kung'amua hasa kile ambacho Biblia inakisema, na mwisho wa siku tuweze kujua ni kweli kwamba kuna uhusiano kati ya mionekano ya kiza au myeusi na laana, au ni moja ya hila za mwovu. Hivyo kabla tujakwenda kuanza, kwa mara nyingine niwakaribishe tuweze kumkaribisha Roho Mtakatifu ili aweze kwenda kutufunulia na kutufundisha kile ambacho anahitaji kutufundisha katika siku ya leo. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uishiye mahali pa juu mbinguni, katika kiti cha enzi kikuu, tunakualika tena katika somo hili, utushushie Roho wako Mtakatifu aendelee kutufunulia na kutufundisha kile ambacho anahitaji tukijue, nasi mwisho wa siku tukapate kukurudishia sifa na utukufu wewe. Tunaomba katika jina la Yesu, amina. Somo hili nimelipatia kichwa kinachosema, je, Mkushi aweza kuibadili ngozi yake? Tutakwenda kuangalia wapi ngozi alikoitolea, lakini tunakwenda kutazama kuna uhusiano gani kati ya laana na muonekano wa mtu anayeitwa Kushi. Sikia, katika Biblia kitabu cha Ayubu sura 36:10 inasema, yeye huyafunua masikio yao wasikie maonyo na kuwaagiza warudi kuacha uovu. Kwa lengo la masomo haya kwa ujumla ni kutusaidia sisi kuachana na uovu wa kubaguana kwa sababu ya mionekano yetu. Katika kitabu cha Mwanzo sura 5 mstari wa 4 inasema, siku za Adam baada ya kumzaa Seti zilikuwa miaka 800, akazaa wana waume na wake. Na tukajifunza ya kwamba hawa wana waume na wake walikuwa na mionekano tofauti tofauti katika somo lililopita. Katika kitabu kile cha Luka 17:26 anasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Tukachambua hili kiundani na tukaona ya kwamba kama ambavyo leo kuna watu wenye mionekano tofauti, ndivyo ilivyokuwa katika siku zile za Adam, yaani siku kabla ya gharika. Na hizi picha tofauti tofauti zinaendelea kutufunulia na kutuonyesha wazi kile ambacho kilipata kuwako kabla ya gharika na ambacho tunakiona leo. Maandiko yapo clear, yapo wazi kabisa. Mwanzo sura ya 5 mstari wa 32 inasema, Nuhu alikuwa mwenye miaka 500, Nuhu akawazaa Shem na Ham na Jafet. Tukajifunza pia katika somo lililopita ya kwamba watu weusi, watu wenye mionekano ya rangi ya kiza walipata kuwako kabla ya gharika. Tulilisoma hili kiundani katika somo lililopita. Kwa faida ya wale ambao hawajaliona somo lililopita,
Waandishi mbalimbali wanasema katika Bible commentary ya Elcott tunasoma Shem, Ham na Yafet. Hakuna shaka kwamba Ham inamaanisha mweusi au aliyeunguzwa na jua, na Yafet yani Jafet pengine ni mwenye ngozi nyeupe. Shem amelinganishwa na neno la Kiashuru linalomaanisha rangi ya kahawia au tunaita maji ya kunde yani Sam. Hivyo majina haya matatu yanaonekana na kuashiria tofauti za rangi au kirangi, yani mionekano yao. Sikia, Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 21 kuwa naye Shemu ambaye ni baba wa wana wa Eberi na ndugu mkubwa wa Yafethi akazaliwa wana. Kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia tunaambiwa kwamba Shemu ndiye baba wa watu ambao tunawaita Waebrania leo. Swali, je, kile ambacho huyu mwandishi na nukuu ambazo tulizisoma katika somo lililopita kinadhihirishwa vipi na maandiko matakatifu kama ambavyo tumepata kusoma? Ellen White anatueleza jambo la msingi sana ambalo tulilisoma mwanzo, lakini nataka tulisome tena kwa mtazamo mwingine. Ellen White katika kitabu cha Spirit of Prophecy volume 1 ukurasa wa 286 anasema, mke wa Musa hakuwa mweusi, lakini rangi yake ilikuwa ya kiza kiasi kuliko Waebrania. Alikuwa na tabia ya uoga, mwenye moyo laini na aliathiriwa sana kwa kushuhudia mateso yani ya Israeli. Nataka tuondoke na hiki kitu ya kwamba mke wa Musa hakuwa mweusi kama ilivyokuwa inafikiriwa, yani sio mweusi kiasi hicho, ila ukimlinganisha na Waebrania yeye alikuwa na rangi ya kiza kuzidi wao. Tafsiri yake ni nini? Waebrania hawakuwa weupe na wala hawakuwa weusi, badala yake walikuwa ni wa maji ya kunde kama ambavyo tafiti hizi zinatuonyesha. Na ukiwachukua Waebrania ukawalinganisha na Wamidiani, rangi zao zilikuwa zinafanana, ingawa hawa watu wa Midiani walionekana kuwa na rangi iliyokolezwa tofauti na Waebrania. Kwa hiyo kile ambacho kinafundishwa na ulimwengu ya kwamba Waebrania walikuwa ni watu weupe, kwa hakika si cha kweli kwa mujibu wa maandiko matakatifu, tafiti za watafiti wengi wa maandiko, lakini pia na roho ya unabii. Kwa hiyo kabla ya gharika tulikuwa tuna watu wa maji ya kunde, tulikuwa na watu wekundu, tulikuwa tuna watu weupe, lakini pia watu weusi walikuwako kwa mujibu wa historia ya maandiko matakatifu. Tunasoma katika kitabu cha Petro wa kwanza 3:20 kuwa watu wasiotii hapo zamani uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja siku za Nuhu, safina ilipokuwa ikitengenezwa, ambamo ndani yake wachache yani watu 8 waliokoka kwa maji. Na hawa watu 8 waliokoka kwa maji, mmoja wao alikuwa ni mtu mweusi, mwingine akawa na maji ya kunda, mwingine alikuwa ni mweupe. Mwanzo 8:4 nasema, mwezi wa 7 siku ya 17 ya mwezi safina ikatua juu ya mlima wa Ararat. Na mwandishi Flavius Josephus anatuambia, mwandishi Nei Nicholas wa Damascus anaandika kuwa kuna mlima mkubwa huko Armenia ambako kumbukumbu zinaonyesha kuwa mtu mmoja katika safina alikuja na kutua huko, na mabaki ya mbao ya safina hii yalitunzwa. Huyu yaweza kuwa ndiye ambaye Musa alimuita Nuhu. Kwa hiyo even waandishi wa kipagani wanashuhudia wazi ya kwamba kweli tukio la safina kutua katika milima ambayo kwa kipindi hiki cha Nei Nicholas ilikuwa ni nchi ya Armenia ni hakika na kweli. Kwa hiyo tunasoma katika kitabu hiki cha Flavius Josephus kuwa waandishi wa kale wa mataifa ulitaja tukio hili la gharika na safina ya kwa moja na moja ya waandishi hao ni Boras wa Wakaldayo, ambaye anasema inasemekana kuwa mabaki ya sehemu ya meli hii huweza kupatikana huko Armenia katika milima ya Kodian, na watu wengi huenda kuchukua sehemu za meli hiyo na kutengenezea thamani zao. Kwa waandishi wa kipagani wanashuhudia kwamba gharika kweli ilikuwako. Of course katika series nyingine ambayo tutaangalia shuhuda mbalimbali za gharika tutalizungumza hili kiundani. Armenia kwa mujibu wa ramani kama ambavyo inaonekana leo ni nchi halisi, na hii pembeni ni milima ambayo kwa hakika watafiti wanatuambia ndiko ambako safina ilipata kutua. Na hapa ni picha nyingine ambayo inaonyesha picha ya satellite ya wapi ambako milima ya Ararat ilipata kuwako, na picha nyingine ikijaribu kuonyesha milima hii ya Ararat. Mwanzo sura ya 8 mstari wa 20 nasema, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatwaa katika kila
mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka na kuteketezwa juu ya madhabahu. Ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yananiambia. Na wakati madhabahu haya ya ibada hii inafanyika ya kutoa kafara, tunaona kulikuwako na watu weupe, nasisitiza hilo, kulikuwepo na watu weusi, lakini pia tulikuwa na watu wa rangi ya kahawia. Wote walikuwepo pale wakifanya huduma hii ya upatanisho mbele ya baba yao ambaye alikuwa ni mzee Nuhu. Mwanzo 8:21 anasema, Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailahani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya. Ndivyo ambavyo Biblia inatuambia. Na Ellen White katika kitabu kinaitwa Faith I Live By, ukurasa wa 27 anasema, katika kipindi cha gharika nchi ilifumuka na kuleta mabadiliko makubwa, na katika kujijenga upya nchi imetunza ushahidi wa kile ambacho kilipata kuwako hapo kabla. Kwa kile ambacho Ellen White anatuambia na Biblia inatuambia, ni wazi ya kwamba mazingira yalibadilika, na tulijifunza ya kwamba kuna sheria za asili zinazoendesha miili yetu, na moja ya vitu ambavyo vinapelekea hizi sheria zianze kujiadjust kulingana na mazingira ni of course mabadiliko ya mazingira, kama ambavyo tuliona kwa Adam na kizazi chake. Kwa hiyo bila shaka kama mazingira yalibadilika baada ya gharika, maana yake tutegemee hawa watoto ambao walikuja kuwa na mionekano tofauti baada ya Adam na Hawa kutoka katika mazingira ya Eden, watakuwa na mionekano tofauti zaidi na zaidi, kwa sababu vinasaba vinaendelea kujiadjust ili hawa watu waendelee kuishi kulingana na mabadiliko ya mazingira. Haya sio matokeo ya dhambi, bali ni namna ambavyo Mungu ameweka mfumo wa utendaji kazi wa mwili uendane na changamoto yoyote ambayo inakwenda kujitokeza. Na changamoto ambayo imetokea wakati huu ni swala zima la gharika, ambalo lilikuja likaleta mabadiliko ya nchi, lakini pia wanyama pamoja na binadamu pia. Mwanzo 9:3 inasema, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni na hivi vyote. Kwa hiyo tunaona sio tu mazingira, lakini hata aina ya chakula kilibadilika. Na tulijifunza katika somo la vinasaba kwamba chakula pia unachokula kinaweza kikapelekea vinasaba vianze tena kujiadjust ili kuweza kuendana na mazingira ambayo unaishi. Mwanzo 9:1 anasema, Mungu akambarikia Nuhu na wanawe, akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kwa hiyo tunaelezwa wazi ya kwamba hawa watoto watatu ambao walitoka katika safina walibarikiwa, wakaambiwa zaeni. Sikia Mwanzo 9:7, nanyi zaeni mkaongezeke, zaeni sana katika nchi, mkaongezeke ndani yake. Hilo lilikuwa ni agizo la Mungu. Morris katika kitabu kinaitwa World Population and Bible Chronology mwaka 1966 aliwahi kuandika na kusema, ni rahisi sana kupiga hesabu na kupata idadi ya watu na kasi ya ongezeko lake kama tukianza na takwimu za Nuhu na watoto wake watatu na wake zao baada ya gharika. Kama gharika ilipata kutokea miaka 4,500 iliyopita, tunahitaji chini ya 0.5% kwa mwaka cha ukuaji na kuenea kwa watu. Kwa lugha nyingine, mtafiti huyu anajaribu kueleza ya kwamba kama tunataka kupata idadi ya watu leo, kwa hakika takwimu ambayo inaweza ikatusaidia sisi kujua na kuangalia kasi ya ongezeko la watu ni takwimu ambayo inatoka kwenye Biblia, yaani kwa kuanza na watoto watatu wa Nuhu. Na kwa hakika kwa mujibu wa tafiti ambazo tutakuja kuziangalia katika masomo mengine, ni wazi ya kwamba watu huwa wanaongezeka kwa kasi kweli kweli. Na kama sio hizi vita na majanga na vifo, kwa hakika hii dunia ingekuwa na watu wengi kweli kweli. Ndivyo ambavyo watafiti wanasema leo, na hivyo kutushuhudia ya kwamba kile ambacho Biblia inasema kwamba nchi ikajazwa na watoto hawa watatu ni hakika na kweli. Ndivyo ambavyo tunajifunza. Mwanzo 9:19 anasema, hawa watatu walikuwa ni wana wa Nuhu, na kwa hao nchi yote ikaenea watu. Ndivyo ambavyo tunaelezwa na maandiko matakatifu, na watafiti wa takwimu za watu wanashuhudia. Mwanzo 9:20 nasema, Nuhu akaanza kuwa mkulima, akapanda mizabibu,
akanywa divai akalewa. Na hapa ndipo ambako changamoto inaanza, na hapa ndipo ambako watu wanaanza kuchanganyikiwa. Naomba twende taratibu katika hiki kisa. Biblia inaniambia kwamba Nuhu akaanza kuwa mkulima. Haisemi alilima kwa muda gani, na tunajua mizabibu hili yote inachukua muda mrefu, lakini pia hatuambiwi ni kwa muda gani Nuhu alikuwa mkulima, hata siku ambayo tukio la kunywa zabibu na kuanza kulewa likaanza kutokea. Kwa hilo la kwanza hatuambiwi ni kwa muda gani ili swala lilikuwako. Naomba tuondoke na hilo. Mwandishi Adam Clark anatuambia Nuhu alianza kuwa mkulima, mtu wa udongo, mkulima. Kwa kuanza kwake kuwa mkulima, tunapaswa kuelewa kurudia kwake shughuli zake za kilimo ambazo bila shaka alikuwa amezifanya kwa miaka 600 hapo awali, lakini hii ilikuwa imeingiliwa na swala la gharika. Kwa Adam Clark anatuambia kwamba Nuhu kimsingi alikuwa ni mkulima, na baada ya gharika akarejea upya katika shughuli yake ya ukulima, ingawa sasa mazingira yalikuwa yamebadilika kidogo. Benson katika Benson Bible Commentary Online wanasema, na alipokusanya mavuno yake ya zabibu, inawezekana alipanga siku ya furaha na karamu katika familia yake, na alikuwa na wanawe na watoto wao pamoja naye ili kufurahia pamoja naye kwa ajili ya kuongezeka kwa nyumba yake pamoja na kuongezeka kwa shamba lake la mzabibu. Na tunaweza kudhani alitanguliza karamu yake kwa dhabihu ya kumtukuza Mungu. Kwa hiyo Nuhu kufanya karamu, kulima, haikuwa dhambi. Changamoto iliyotokea ni kwamba katika kusherekea mavuno yake na kumtukuza kwake Mungu, akajikuta amekunywa juisi ya mzabibu, baadaye akalewa. Ndicho ambacho waandishi wanatuambia. Kwa hiyo hili tukio la kuwa mkulima likutokea tu mara moja, lakini ni tukio ambalo lilitokea kwa miaka kadhaa, na Nuhu alikuwa ni mkulima tu maarufu. Na tunaendelea kusoma katika Adam Clark anaendelea kutuambia, na tukio linalotajwa hapa huenda lilitokea miaka mingi baada ya gharika, hata baada ya Kanaani kuwa amezaliwa na kukua, kwa maana tarehe yake haijawekwa wazi katika kwa mujibu wa Adam Clark anatueleza wazi ya kwamba kuna possibility wakati sherehe hii ya kumtukuza Mungu ya karamu ambao alikuwa ameiandaa Nuhu kwa ajili ya kumtukuza Mungu baada ya mazao yake kuwa yameongezeka, ilikuwa ni sherehe ambayo ilitokea wakati huyu mtoto anayeitwa Kanaani alikuwa amekwisha zaliwa. Na ndio maana mwandishi anatuambia ya kwamba yawezekana wakati karamu hii inaendelea, hawa watoto wao walikuwa wamekwisha zaa na pengine walishakuwa na wajukuu. Pengine ndivyo ambavyo waandishi hawa wanatueleza. Tunaendelea kusoma katika maandiko matakatifu, Mwanzo 9:18 kuwa wana wa Nuhu waliotoka katika safina ni Shem na Ham na Yafet, na Ham ndiye baba wa Wakanaani. Kwa Musa anatueleza wazi ya kwamba wakati tukio hili linatokea, Kanaani alikuwa amekwisha zaliwa. Swali la kujiuliza ni hili: Kanaani ni mtoto wa ngapi wa Ham? Ili tuweze kujua kwamba kuna uhusiano gani au kama kuna connection yoyote kati ya laana na muonekano wa watu ambao wanaitwa Wakushi. Ndivyo ambavyo tunajifunza katika maandiko matakatifu. Mwanzo sura 11:10 inatuambia, hivi ndivyo vizazi vya Shem. Shem alikuwa ni mtu wa miaka 100, akamzaa Arfaksadi miaka 2 baada ya gharika. Naomba unoti ya kwamba huyu mtoto wa Shem ambaye aliitwa Arfaksadi alizaliwa miaka 2 baada ya gharika. Tafsiri yake kama alizaliwa mwaka 2026, huyu mtoto, yani tafsiri yake kama safina ilitua mwaka 2026, maana yake mwaka wa 2028 huyu Arfaksadi anazaliwa. Ndicho ambacho Biblia inatuambia. Je, Mungu alikosea kuweka tarehe au hii miaka ya kuzaliwa kwa Arfaksadi? Wao alijua ya kwamba shetani atakuja na kuchukua maandiko na kuyapotosha, na hivyo akaandaa siku kama ya leo, akaandaa masomo kama haya ili kuwafunulia watu ukweli wa namna ambavyo shetani anajaribu kupindisha maandiko. Naomba unoti, Arfaksadi alizaliwa miaka 2 baada ya gharika. Tunaelezwa hivyo katika kitabu cha Mwanzo sura 11:14 tunaambiwa Arfaksadi
akamzaa Sela, Sela akamzaa Eberi. Kwa lugha nyingine, Waebrania wanatokana na mtu anaitwa Arfaksadi. Sikiliza, je, Arfaksadi alikuwa ni mtoto wa ngapi wa Shem? Lazima tujiulize hili swali. Anasema katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 22 kuwa wana wa Shem ni Elam na Ashuru na Arfaksadi na Ludi na Aram. Kwa mujibu wa Biblia, mtoto wa kwanza wa Shem alikuwa ni Elam, mtoto wa pili alikuwa ni Ashuru na mtoto wa tatu alikuwa ni Arfaksadi. Tafsiri yake, ndani ya miaka hii mitatu, yani kuanzia mwaka wa gharika, mwaka unaofuata na mwaka ambao Arfaksadi anazaliwa, Shem alishakuwa na watoto wawili. Utasema inawezekana vipi? Wow, simple. Ukiangalia tu katika jamii zetu za leo, tunaona kuna watoto ambao wanatofautiana miaka, yani mwaka mmoja mmoja. Kwa hiki ambacho maandiko yanatufunulia kinaweka wazi kile ambacho kinaendelea leo na ambacho kiliendelea hata kipindi kile. Kwa ndani ya miaka mitatu, yani mwaka wa gharika, mwaka unaofuata na mwaka unaofuata, Shem alikuwa na watoto watatu. Pengine bado walikuwa ni wadogo. Ndivyo ambavyo maandiko matakatifu yanatueleza. Swali, kama ndani ya miaka mitatu Shem alikuwa na watoto watatu, je, watoto hawa wengine kwa maana ya Yafet pamoja na Ham walikuwa na watoto wangapi? Kumbuka wakati wanatoka katika safina hakukuwa na mtoto. Pengine walikuwepo wamama ambao walikuwa na ujauzito, hatufunuliwi hilo. Pengine inawezekana wamama kadhaa walitoka wakiwa na ujauzito, lakini Biblia inatufunulia kwamba waliotoka katika safina walikuwa 8. Kwa nini hayo hesabii? Kwa sababu watoto bado wapo tumboni. Na ninaamini ya kwamba kipindi cha mwaka mzima wa gharika, shughuli zingine katika safina ziliendelea na Noa pia ziliendelea katika safina. So probably wapo wanawake katika wale watatu ambao walitoka katika safina wakiwa na ujauzito na baada ya muda fulani wakaanza kujifungua. Sikia, katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza 1:5 inasema wana wa Yafet ni Gomeri na Magogu na Madai na Yavani na Tubali na Mesheki na Tiras. Sasa tuchukulie tu kawaida, kwa sababu mtoto wa kwanza ni Shem, na Shem tunaambiwa ndani ya miaka mitatu alikuwa na watoto watatu. Tuchukulie tu kawaida ya kwamba kwa sababu Shem alikuwa na watoto watatu, tufanye huyu Yafet ambaye alikuwa ni mtoto wa pili, tufanye alikuwa na watoto wawili. Kwa hiyo ndani ya hii miaka mitatu ambayo laana ilikuwa haijatolewa na Nuhu alikuwa anaendelea na ukulima wake wa kawaida, huyu Yafet tunaashumu au tunachukulia kwamba alikuwa na watoto wawili, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa pili. Tunachukulia hivyo. Inawezekana alikuwa na watoto watatu, inawezekana alikuwa na mtoto mmoja, lakini chukulia alikuwa na watoto wawili. Kwa hiyo wakati wa miaka hii mitatu tutasema ya kwamba kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Yafet alikuwa na mtoto aliyeitwa Gomeri pamoja na Magogu, na wengine walifata katika miaka inayofuata. Swali, kama Yafet ndani ya miaka mitatu alikuwa na watoto watatu na kama Shem katika miaka mitatu alikuwa na watoto watatu, Yafet alikuwa na watoto wawili, je, Ham alikuwa na watoto wangapi? Tukienda na formula hiyo tutaashumu kwa sababu Ham alikuwa ni wa mwisho, basi pengine alikuwa na mtoto mmoja. Yawezekana alikuwa na watoto watatu, yawezekana alikuwa na watoto wawili, lakini tuashumu alikuwa na mtoto mmoja. Sikia, maandiko matakatifu katika kitabu cha Nyakati wa Kwanza 1:8 nasema wana wa Ham ni Kushi na Misri na Putu na Kanaani. Kwa hiyo ndani ya hii miaka mitatu mtoto aliyeitwa Kushi alikuwa amezaliwa tayari, na kipindi hiki cha miaka hii mitatu laana ilikuwa bado haijatoka. Kwa hiyo wakati Kushi anazaliwa, ilikuwa ni moja ya matokeo ya mibaraka ambayo Mungu aliitoa alipowaambia watoto wa Ham, nendeni mkazae, tena mkazae sana. Na moja wa watoto wanaozaliwa mwanzoni katika familia ya Ham alikuwa ni Kushi, kabla ya laana ya Nuhu haijatolewa. Ndicho ambacho Biblia inatufunulia. Sikia, katika kitabu cha Danieli 9:2 inatuambia, kwa kuvisoma vitabu tutafahamu. Katika kitabu cha Wikipedia Encyclopedia tunasoma Menhotep
wa pili anayejulikana pia chini ya umaarufu wake kama Nebhetre alikuwa farao wa zamani wa Misri, mtawala wa 6 wa nasaba ya 11. Alijulikana kwa kuunga tena Misri na hivyo kumaliza kipindi cha kwanza cha kati cha machafuko na kuwa farao wa kwanza wa ufalme wa kati. Kwa nini namsoma huyu mfalme? Endelea kufuatilia utanielewa. Richard A. Loban anatuambia neno au jina Kush lilianza kuonekana huko Misri katika kumbukumbu za farao Menhotep wa pili, karne ya 21 kabla ya Kristo, katika mawe yaliyokuwa yakionyesha kampeni zilizokuwa zikiendelea juu ya eneo lililopata kuitwa Nubia. Kwa hiyo kwa mujibu wa arkeolojia, kama picha zinavyoonyesha, neno Kush sio tu linapatikana kwenye Biblia, lakini pia katika maandishi ya watu wa Misri, hasa za mfalme huyu au farao huyu ambaye alipata kuishi katika nyakati zake, akiunganisha nchi ya Misri ambayo ilikuwa imegawanyika. Kwa hiyo Kush ni moja ya watu ambao walikuwa maarufu sana katika enzi hizo. Nami nataka tuende tukatazame nini maana ya neno Kush, na je, kuna uhusiano wowote kati ya laana ya Nuhu na jina au na huyu kijana ambaye aliitwa Kushi? Sikiliza, katika arkeolojia tunaonyeshwa kiundani malkia mbalimbali na wafalme mbalimbali wa utawala wa Kikushi walikuwa ni watu weusi. Swali, je, weusi wao unaonyesha kwamba wao walilaaniwa? Kwa mujibu wa Biblia, wakati laana inatolewa, Kushi alikuwa amekwisha zaliwa. Sikia, na hii ni picha nyingine ya arkeolojia ikionyesha wazi kile ambacho historia na arkeolojia inatushuhudia kuhusiana na watu walioitwa Wakushi. Na William Smith mwaka 1901 aliwahi kuandika kitabu chake akisema, Biblia ya Kiebrania hutumia neno Kush au Kush Kiebrania kuashiria watu wenye asili ya Kiafrika na rangi nyeusi. Ndicho ambacho watafiti wanatuambia. Asili ya neno au jina Kush bado imekuwa ni changamano, na hakuna moja kati ya watafsiri wa maandiko ambaye ana kusema zaidi kuwa na mahusiano na neno la Ethiopia na kuwa na muonekano wa nyeusi au ya kiza katika ngozi. Na tunaona Yeremia analiona hili na analidadavua katika kitabu cha Yeremia sura 13 mstari wa 23 akisema, je, Mkushi aweza kubadili ngozi yake au chui madoadoa yake? Kwa hiyo Biblia inatufunulia kupitia nabii Yeremia ya kwamba Wakushi walikuwa wakifanana na madoadoa ya kiumbe ambaye anaitwa nani? Anaitwa chui. Sikia, katika kitabu cha Ayubu sura 12:7 tunaambiwa, lakini sasa waulize hao wanyama nao watakufundisha. Na nimeonyesha hii picha mara kadhaa, na hawa ni chui ambao wanapatikana katika mabara mawili tofauti, yani Afrika pamoja na Asia. Ukiwatazama wote utagundua ya kwamba wapo ambao wana madoadoa, lakini wapo ambao wana mistari, lakini wote mistari na madoadoa yao yanafanana, yani rangi ni nyeusi. Kwa hiyo Biblia inaposema Mkushi anaweza kubadili ngozi yake, tafsiri yake ni kwamba Wakushi walikuwa na mionekano ya rangi ya kiza au nyeusi, kama ambavyo tunasoma katika nukuu kadha wa kadha. Luka 12:24 inatuambia, watafakarini kunguru. Kunguru ni moja ya viumbe ambao wana rangi ya kiza, na katika kitabu cha Walawi sura 11:15 inasema, na kila kunguru kwa aina zake. Kwa hiyo Biblia inatuambia kwamba kunguru ambao ni weusi wapo wa aina tofauti tofauti, na uhalisia unatuonyesha wazi ya kwamba hata sasa sio kunguru wote wanafanana, ingawa wote wana rangi nyeusi. Yupo mweusi huyu, wapo wenye madoadoa meupe mgongoni, wapo ambao wana rangi nyeupe kifuani, na wapo ambao wana rangi ya kijivu na rangi nyeusi. Je, hawa kunguru wamelaaniwa au ni matokeo tu ya kile ambacho Mungu aliweza kukiona wakati wa uumbaji wake? Ni matokeo ya kile ambacho tunakisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 10 mstari wa 7 inatuambia, na wana wa Kushi ni Seba na Havila na Sabta na Raama na Sabteka. Kwa lugha nyingine, huyu Kush ambaye alikuwa mweusi alikuwa na watoto wake. Swali, watoto wake walifanana rangi kwa sababu wao ni wanatokana na baba mweusi? Sikia, katika kitabu cha Wakorintho wa pili 13:1 nasema, kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitishwa. Ukitazama hizi picha kwa umakini sana utagundua kwamba yes, hawa ni Wakushi lakini hawafanani
katika weusi. Wapo ambao ni weusi sana, wapo ambao wana weusi wa kung'aa, wapo ambao wana rangi inafanana na manjano. Haya yote yanatufunulia ya kwamba hata Wakushi ambao tunawaona leo kwamba ni watu weusi, bado hawafanani katika mionekano yao. Na hii ni picha nyingine ambayo najaribu kuwaonyesha mabinti na watoto na wababa ambao wana mionekano tofauti, lakini hawa wote wanatokana na Kushi. Inashangaza kuona kwamba tunabaguana kwa sababu ya mionekano ya rangi, wakati rangi zenyewe in fact hatufanani. Na huu ni moja ya ushahidi wa kile ambacho kitabu cha Mwanzo inasema ya kwamba Mungu alikuwa na mpango wa kuwa na viumbe wa mionekano tofauti tofauti. Mithali sura 22 mstari wa 17 inatuambia, tega sikio lako uyasikie maneno ya wenye hekima, na kuelekeza moyo wako kwa maarifa yangu. Wapendwa katika Bwana, kwa mujibu wa maandiko matakatifu, Kush au mwonekano wa Kush hauna uhusiano wowote na laana ya Nuhu, kwa sababu wakati laana ya Nuhu inatoka, Kush alikwisha kuzaliwa, na kabla hajazaliwa Mungu alitangaza mibaraka kwa watoto wa Ham, Shem na Yafet. Kwa lugha nyingine, Wakushi ni matokeo ya mbaraka wa Mungu na sio matokeo ya laana ya Nuhu. Laana ilikuja kutokea baadaye, na wengi tunatamani kujua laana ile ilihusu nini. Hivyo ni wasi na kuwakaribisha katika somo linalofuata, ambao sasa tutakwenda kuangalia laana ile ilitokea kipindi gani na ilikuwa inahusu nini na utimilifu wake ulikuwaje. Mungu awabariki na kuwalinda. Ninaomba katika jina la Yesu, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.